Naitwa mhifadhi mwandamizi Joyce John Kabuche kutoka hifadhi ya mazingira asilia Magamba. Leo hii ni siku ya Pasaka. Kwa hifadhi ya mazingira asilia Magamba iliandaa ofa kwa ajili ya wageni wake 10 wa mwanzo watakaolipia kiingilio cha kuingia ndani ya hifadhi. Lakini ofa moja ilikuwa ni kutembea vituo vyote vinavyopatikana ndani ya hifadhi ya mazingira asilia Magamba. Hapa tuko katika eneo la Sungwi Waterfalls. Eneo hili liko ndani ya hifadhi ya mazingira asilia Magamba. Ni eneo ambalo ukiangalia ni kama maji yananyesha, ni mvua lakini sio mvua. Ni maji ambayo yanaporomoka kwenye mawe. Kwa hiyo tukasema siku ya leo watu wote watembelee hifadhi hii, lakini pia watembelee vitu vyote vinapatikana ndani ya hifadhi. Tuko na watalii wa ndani ambao tuko nao katika hifadhi ya mazingira asilia Magamba. Tunawahimiza tu Watanzania wote watembelee vitu vyote vya ndani vinavyomilikiwa na hifadhi ya mazingira asilia Magamba, lakini chini ya wakala wa huduma za misitu Tanzania. Karibuni sana Magamba, karibuni Lushoto. Watembelee vitu vya ndani. Utalii sio tu ni kwa ajili ya watu wa nje. Tunapotembelea hifadhi tunapata faida nyingi sana. Kwanza tunajifunza jinsi ya uhifadhi, tunaangalia aina mbalimbali za miti inayopatikana katika maeneo yetu. Miti mingine ni madawa, lakini miti mingine inasaidia tu katika ule uhifadhi wa hali zetu za vyanzo vya maji na maeneo mengine. Kwa hiyo wanapotembelea sio kama ni wageni tu, bali na wao waje kujifunza jinsi ya kuhifadhi mazingira yetu na pia waendelee kuyaheshimu na kuhifadhi, lakini pia wajivunie maeneo yao ambayo yako katika hifadhi zao za ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Kubwa ambayo tunaipata katika msitu huu, kwanza kabisa msitu huu una vyanzo vingi vya maji. Tukiangalia hapa hili ni eneo la Sungwi Waterfall, lakini msitu huu una takriban 90% ya msitu huu inakuwa na mito midogo midogo ambayo inapeleka maji katika maeneo ya jirani. Kwa msitu huu hasa unatumika kutoa maji ambayo yanatumika na wanakijiji wanaozunguka hifadhi hii, lakini pia mbali na hifadhi hii. Na tukienda mbali zaidi, maji haya pia hayaishii hapa, yanaenda mpaka mto Pangani ambao unasaidia pia kuongeza kiwango cha maji katika bahari ya Hindi. Kwa msitu huu cha kwanza kabisa ni upatikanaji wa maji, lakini pia kuna hewa safi ambayo unavuta. Ukiingia ndani ya hifadhi hii unapata hewa safi. Pia tunakuwa na miti ya asili ambayo ipo ndani. Unaweza kujifunza jinsi inavyotumika, lakini pia ukajua miti hii ina faida gani kwa jamii, lakini pia ina faida gani katika kutunza na kuhifadhi mazingira yetu. Kwa hiyo ukipata elimu hii inakusaidia pia kutunza mazingira yako ya nyumbani, lakini pia kuhifadhi na kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo nawahimiza watalii wote wa ndani na wa nje waje kujifunza na kujivunia maeneo yao ya hifadhi yaliyo katika wilaya yao. Kwa wito tuendelee kuhifadhi mazingira yetu, lakini pia tuheshimu maeneo yaliyohifadhiwa kisheria na kiserikali. Pamoja na hayo, tuendelee kupanda miti hasa katika msimu huu wa masika. Tuendelee kupanda miti inapatikana katika ofisi zetu, tuendelee kupanda miche salama na bora ili kwa pamoja sasa tuendelee kuhifadhi mazingira yetu. Nasra, niko darasa 3. Leo nimekuja hapa kujifunza kutalii kwa kuona. Naambia wenzangu waje ili wao pia wajionee kwa macho kwamba kutalii ni kujifunza kitu au kuelewa kitu. Leo nimeona maji yakitiririka kwenye mawe makubwa. Na pia nimeona urefu wa kila